Wanafiki wana sifa kuu mbili. Unafiki una pande mbili. Pande ya mwanzo, unafiki ni maradhi ya kimoyo, na haya Mwenyezi Mungu ameyathibitisha kwenye Qur'anul Karim pale aliposema fi qulubihim marad, maradhi yamo ndani ya moyoni. Na mnafiki hata afanye vipi atafedheheka. Sehemu ya pili, unafiki unapokuwepo kwenye jamii unajulisha juu ya nguvu ya yule mwenye kufanyiwa ule unafiki. Hilo tumelizungumza sana. Unafiki kwa yule mnafiki mwenyewe ni maradhi, lakini kwa yule anayofanyiwa yule unafiki, yule inajulisha kwake yeye ni alama kwamba ana nguvu tayari. Tulitolea mfano hilo jambo, tukasema angalieni wakati wa Makka, kipindi cha Makka, je, kulikuwa na wanafiki? Makka hakuwa na wanafiki kwa sababu Waislamu walikuwa ni madhaifu. Sasa kama madhaifu, mtu atataka kujipendekeza kwao, atafuta nini? Hana anachokitafuta. Lakini sasa ilipokuja Madina, Uislamu ndio umekuwa una nguvu, wakapatikana wanafiki. Kwa nini wamepatikana? Kwa sababu Uislamu una nguvu. Sasa hawa wanafiki wanataka wajipendekeze kwa hawa wenye nguvu. Siku zote mnafiki anataka ajipendekeze sehemu yenye nguvu ili apate nini? Apate maslaha. Kwa hiyo waweza ukaona kumbe lile jambo ni la shari, kumbe limetupa habari kwamba kile kipindi cha Madina sisi tulikuwa na nguvu, ndio maana wakadhihiri wanafiki ili kujipendekeza kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakuweza kujipendekeza Makka kwa sababu Mtume hakuwa na nguvu, na masahaba zake walikuwa madhaifu. Kwa upande mmoja unafiki ni maradhi, lakini upande mwingine kwa yule mwenye kufanyiwa unafiki ni siha kwake yeye kuonesha kwamba ana nini? Ana nguvu.